103.6 Radio Kibla FM. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على الهادي البشير الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na usieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, baadhi ya watu wanauliza, wanasema kwamba ikiwa kama tumefanikiwa kutekeleza maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na makatazo yake, hivi kufanya hivi haitoshi kutufanya sisi kuwa katika waja wa Mwenyezi Mungu walio wema na tukawa miongoni mwa watu wa peponi? Ndugu zangu, hakika kabisa ni kwamba kutekeleza kwetu maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha kwetu na makatazo yake hakutoshi kutufanya sisi kuwa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walio wema na tukawa miongoni mwa watu wa peponi, bali hapana budi kwa kila mmoja wetu, baada ya kutekeleza matendo mema aliyotuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na makatazo yake, vile vile hapana budi kuwalingania wengine ili washiriki katika neema hii ya kheri, neema ya Uislamu, neema ya tauhidi ya kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile tuwalinganie waache maovu, waache maasi. Kutokana hivi ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia ubora wa umma wetu huu upo katika kuamrisha mema na ukataza maovu. Ndio ubora wa umma huu. Katika surati Al-Imran aya 111 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, mmekuwa nyinyi ni umma bora uliotolewa kwa watu. Ubora wake, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Ubora wake ni kwamba nyinyi mnaamrisha mema na mkataza maovu na mnaamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zanguni, ubora wa umma huu sio tu kwa kutekeleza maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na makatazo yake, bali ubora wa umma huu upo katika kufikisha neema ya Uislamu kwa wengine, tablighi, kufikisha kwa wengine neema hii ya Uislamu na kuwakataza waovu wasifanye maovu. Ndugu zangu, kuna hasara ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutangazia katika surati Al-Asri. Hii sura ndogo kabisa. Katika sura hii Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea masharti manne
ya kuepukana na hasara. Katika masharti haya manne likipungua hata sharti moja tu, basi tujue kwamba tuko katika hasara kubwa. Ametangazia hivyo. Kutokana na hivyo, ikiwa kama tunataka kujiepusha na hasara aliyotangazia Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tutekeleze masharti yote manne yakamilike. Miongoni mwa masharti hayo ni kushiriki katika da'wa, kuwalingania wengine washiriki katika kheri hii ya Uislamu, kheri ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kheri ya kuacha maovu na kufanya mema. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, wal asr innal insana lafi khusr, na hapa kwa zama, hakika binadamu yupo katika hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, wa amilu salihati, na wakatenda matendo mema, watawasau bil haqqi, na wakahusiana haki, yani wakahusiana tauhidi, wakahusiana ibada, wakahusiana kushikamana na mambo ya kheri, watawasau bis sabri, na vile vile wakahusiana kuwa na subira katika kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na subira katika kuacha maovu, kuacha maasi, waendelee kuwa na subira. Ndugu zangu, sura hii pamoja na udogo wake, lakini imekusanya majukumu ya binadamu katika maisha haya duniani, na umeagawa majukumu haya ya binadamu katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inamhusu binadamu mwenyewe na nafsi yake. Sehemu ya kwanza pale aliposema kwamba illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema. Hii inamhusu mwenye binadamu nafsi yake, yani awe ameamini alafu akatenda matendo mema, matendo ya kheri. Kwa hakusema hivi Allah subhanahu wa ta'ala, ili ametoa jukumu kwa binadamu. Yeye mwenyewe ana jukumu la kuwa mu'min, aamini, alafu matendo yake yawe ya kheri, matendo mema. Alafu sehemu ya pili inatuhusu jamii yetu. Watawasau bil, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, watawasau bil haqqi, na wakahusiana haki, wakahusiana haki yani tauhidi, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kumpekesha Allah peke yake, na vile kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ibada hiyo iwe kwa ikhlas, na ibada hiyo iwe kwa ufanisi, na iwe ibada hiyo kwa kudumu, na vile vile watawasau bisabri, na usiane subira katika kutenda ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, katika kujiweka vizuri binadamu yeye mwenyewe kuwa muumini, alafu matendo yake mema, hii amejifanyia yeye mwenyewe vizuri, amefanyia kheri yeye mwenyewe, na malipo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala atayapata. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-Isra aya 7, in ahsantum li anfusikum, yabqa, mtafanya kheri, mtafanya mema, mtafanya vizuri, basi mtafanya vizuri kwa ajili ya maslahi ya nafsi zenu wenyewe, kuziweka vizuri. Wa in asa'tum falaha, na kama mtafanya uovu, basi mtafanya uovu huo kwa kuiangamiza nafsi yenu wenyewe, maovu hayo yatarudi katika nafsi yenu wenyewe. Kwa hiyo hapa mtu akifanya kheri, akiwa mwenye kumwabudu Allah na kufanya matendo mema, muumini afanya matendo mema, hii ni kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, na akifanya mabaya anaidhuru nafsi yake mwenyewe. Lakini hili alitoshi mtu kushikamana na matendo ya kheri ya nafsi yake na matendo mema na imani sawa sawa. Haitoshi mtu kujiweka vizuri mwenyewe akasema kwamba hii ndio tayari natosha kuingia peponi. Haitoshi.
bal hapana buda Muislamu muumini atekeleze majukumu ya jamii inayomzunguka. Jamii inayomzunguka ni kwamba atekeleze majukumu ya kuamrisha mema na kuyakataza mabaya. Hii lazima. Baada ya mwenye kujiweka vizuri, kinachofuatia sasa hivi aangalie jamii inayomzunguka inafuata khairi, hii katika kutenda matendo ya mazuri, ina tauhidi na vile vile. Kwa hiyo hii jukumu la Muislamu baada ya mwenyewe kuwa ameshajitengamaa matendo yake kwa mema, inafuata jamii yake vile vile, lazima aiongoze katika matendo mema. Kama akufanya hivi ni hasara iko pale pale. Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza, ametufahamisha Mwenyezi Mungu na ametahadharisha katika surati al-Anfal, akasema kwamba wattaqu fitna, yogopeni adhabu ya Mwenyezi Mungu, la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, ambayo ikija adhabu hiyo aiwapati wale ambao waovu wenye kufanya makosa peke yao, aiwapati peke yao, bali hata wale ambao wamenyamaza au hawajaongoza nao inawapata vile vile. Wa'lamu anna Allaha shadidul iqabi, najueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu. Kwa hiyo hapo kama sisi wenyewe tunaona tuko vizuri, tunafanya matendo mema, matendo ya khairi, lakini jamii yetu iliyotuzunguka tunaiacha iendelee na maovu, hakuna kuizindua, kuikumbusha mambo ya khairi, ikija adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwapati wao peke yao, bali inawapata hata wale ambao wema lakini hawajaongoza wenzao katika khairi, nao inawakumba. Ndugu zangu, Ibn Abbas radhiallahu anhu amesema, qila ya Rasulallahi, aliulizwa Mtume, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, atuhlakul qaryatun wa fiha salihun, je, inawezekana wakaangamizwa watu wa mji na aliyekuwa ndani yake kuna watu wema? Qala naam, Mtume akasema ndio, wanaweza kaangamizwa watu wa mji na aliyekuwa ndani yake kuna watu wema. Qila lima ya Rasulallahi, akauliza kwa nini ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qala, Mtume akajibu, bishahadatihim wa sukutihim an maasillahi, kwa kushuhudia kwao na kunyamaza kuacha Mwenyezi Mungu anaasiwa, hawajachukua hatua yoyote, wanawachia. Kwa hiyo ikija adhabu ya Mwenyezi Mungu nao vile vile inawafika, hawezi kusalimika. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, huwa aslaqul qailin, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. أحمد الله وصلي وسلم على رسوله الكريم وبعد. Ndugu zangu, kwa mara nyingine tena nawahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hata tuokoke katika hasara aliyoitangaza Allah subhanahu wa ta'ala, hapana budi tukamilishe mashuruti yote manne aliyotangazia Allah katika Qur'an. Na masharti haya ndugu zanguni yanaitwa masharti ya kuokoka kutokana na hasara. Na masharti yenyewe ndugu zanguni, sharti la kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sharti la pili, matendo yetu yawe mema, matendo ya khairi, matendo yenye maana katika jamii yetu. Matendo yetu yawe mazuri ya khairi, ndio sharti la pili. Ama sharti la tatu ni kuwahusia wengine haki na khairi, yani tauhidi, kuwahusia katika ibada, kuwahusia washikamane na malengo walioumbiwa duniani hapa, nayo ni ibada. Ndio sharti la pili. Na sharti la tatu, kuwahusia watu wengine subira, yani wadumu
katika hiyo, wawe na subira katika kutenda ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wawe na subira. Alafu vile vile wawe ibada hiyo wanayoitenda watende kwa ufanisi na kwa uzuri na kwa kudumu vile vile. Na vile vile kuwahusia waache matendo maovu, waache maasi, washikamane na ibada, waache maasi maovu. Hii ndio sharti la 4. Bila masharti haya, ndugu zanguni, hakuna kusalimika na hasara. Kwa hiyo kutokana na hivyo, ndugu zanguni, ndiyo ikatoka hukumu ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hukumu yake nini katika Uislamu? Hukumu yake, ndugu zanguni, ni wajibu kwa kila Muislamu amrishe mema na akataze mabaya, sio ya watu maalum, wote kwa ujumla. Tufanye hivi kwa kadiri alivyotujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kadiri yote tunachangia, kwa kadiri alivyotujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunashiriki. Tunahakikisha kwamba dawa, yani mwito wa kheri, mwito wa haki unafika kwa watu wote waliotuzunguka, ikiwa vijijini, ikiwa mjini, sehemu zote lazima tuwakumbuke na wengine nao vile waifikie kheri hii, iwafikie neema hii, iwafikie hii baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ifike kwa wote. Tusinganganie sisi wenyewe tukasema kwamba tayari tumesalimika, bali kuna matatizo, ni hasara kubwa. Tushiriki kwa namna yoyote tunavyojalia Allah subhanahu wa ta'ala katika da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifia waumini katika surati Al-Hajj aya ya 41. Mwenyezi Mungu anasema, walladhina idha makkannahum fil ardi, na wale ambao tukiwapa uwezo katika ardhi hii, aqamu salata, wanasimamisha sala, wa atau zakata, na wanatoa zaka, wa amaru bil ma'rufi, na vile vile wanaamrisha mema, wanahu anil munkar, na wanakataza maovu. Hao ndio waumini ambao Allah amewasifia kwamba wakipewa uwezo katika dunia hii wanasimamisha sala na wanatoa zaka na waamrisha mema na wanakataza maovu. Bila hivyo hatupo katika sifa hii aliyosifia Allah subhanahu wa ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote tushiriki katika kuamrisha mema na kukataza maovu na kufikisha dini ya Kiislamu kwa wengine ambao hawajapata neema hii, na tuhakikishe kwamba nao neema hii inafika vijijini, wapi, tushiriki kwa kadri ya kutujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbika wa atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارضى عن الخلفاء الأربعة الكرام سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. 103.6 Radio Kibla 10 FM.